Zitto Kabwe, acha kujipendekeza, wewe ni mtoto wa kiume. Acha kujipendekeza, acha kiherehere. Ni jambo jema ambalo wamelifanya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa sababu gani? Mara ya kwanza hizi kauli hizi ndizo zilizopelekea taifa letu kuchafuka. Si mmenipata? Kauli hizi zilizoanza nazo wajomba hizi ndizo zilizopelekea Oktoba 29 vijana wengi walimwaga damu. Kwa sababu gani? Kauli hizi waliwatuma vijana wakaenda wakafanya vurugu. Mwisho wa siku taifa lilikoingia kila mmoja ni shahidi. Kwa hiyo niipongeze ofisi ya msajili kwa jukumu kubwa na maamuzi makubwa ya kutaka kuifungia Chadema. Na niseme tu wasiwape nafasi ya kujiuliza, wafungie ili watu wasiipande vichwani serikali. Kwa sababu inafikia hatua hivi vyama vya kisiasa vinaipanda serikali kichwani. Wanasahau nafasi zao, wanasahau miko yao, wanasahau majukumu yao. Kwa ifikia hatua serikali iwe na msimamo ili wananchi waishi kwenye amani. Watu wanahamasisha maandamano tena, washaanza kuhamasisha tena maandamano ili wakaumizwe vijana wa Kitanzania kwa maslahi ya watu wa kisiasa. Hii taifa lina mambo mengi. Kuna mamilioni ya Watanzania sio wanasiasa. Mamilioni ya Watanzania kila mmoja ana jukumu la kufanya mambo yake. Lakini watu wanatumia mwanya huu wa kisiasa kuwaumiza Watanzania, kuhamasisha Watanzania wakafanye vurugu. Kwa ninachokizungumza hapa ni nini? Kwanza niingie kwa ndugu yangu Zitto Zuberi Kabwe. Zitto Kabwe, acha kujipendekeza, wewe ni mtoto wa kiume. Acha kujipendekeza, acha kiherehere. Nazungumza haya kwa sababu zifuatazo. Wewe ulitimuliwa na Chadema. Ushanifahamu? Chadema walikutimua. Ndio maana leo, ushanifahamu? Chadema walikutimua. Baada ya kutimuliwa uliondoka kaenda kuanzisha chama chako cha kisiasa. Ni kiherehere gani leo kinachokusumbua wewe kwenda kuwatetea Chadema? Angalia sasa Lema alivyokutusi. Ushanifahamu? Kwa sababu inaonekana viongozi wa ACT mnapandia nyota ya Chadema kuja kuzungumza, wenzenu wanataka kufungiwa. Ushanifahamu? Kwa mimi ninachojaribu kukizungumza ni kitu gani? Ninachojaribu kukizungumza mimi kama Ahmed Kombo, mwanaharakati huru, Zitto Kabwe, dili na chama chako, dili na majukumu yako. Ushanifahamu? Acha kupandia vichwa ajenda za wenzako. Ushanifahamu? Sisi kiu yetu wao wafungiwe. Sisi kiu yetu Chadema ifungwe kabisa. Vyama vipo. Ushanifahamu? ACT yupo, Chauma ipo, Kafu ipo. Sio kitu gani kipo? Kwani Chadema ni nani kwenye taifa hili? Wasiwatishe Watanzania kwamba wanataka kuingia kwenye vurugu. Watanzania hatutaki tena kwenye vurugu. Sisi tuliokaa Dar es Salaam tuliona mateso tuliyopata ndani ya siku 3 tukiwa tumejifungia. Ushanifahamu? Kwa hiyo nasema Zitto Kabwe kakaangu, na kuheshimu sana. Acha kiherehere. Acha kushobokea sio kuhusu. Ushanifahamu? Leo wamekukataa, wamekuchamba kama mwanamke aliyekosa kazi. Angalia, Lema kakuchamba, ni kiherehere. Acheni kusafiria ajenda za wenzenu. Ukiangalia kiundani Chadema haina sifa ya kuwa na chama. Msajili kifutie Chadema ili iwe funzo kwa watu wengine. Kama mnaweza serikali kutoa mafunzo kwenye vitu vingine, kwa nini msitoe mafunzo kwenye vyama vya kisiasa? Nimemsikiliza jamaa wangu, rafiki yangu Ado Shaibu. Huyu ni zaidi ya dalali wa kisiasa. Ado ni dalali wa kisiasa. Amini ninachozungumza mimi. Ado Shaibu ni dalali wa kisiasa. Ado Shaibu, narudia kusema, Ado Shaibu ACT ni dalali wa kisiasa. Ana hoja yoyote ya msingi, bali kazi yake ni kubwabwaja maneno yasiokuwa na maana na yasiokuwa na msingi kwenye taifa. Ndio maana amekuwa ni mtu wa kudandia hoja za wenzake. Wameshaona ACT haina nguvu. Ushanifahamu? Mbona kuna watu ambao wanajielewa? Wapo vijana kina Nondo wapo. Wapo. Ado Shaibu, ni kitu gani kinachokusumbua mpaka unaenda kudandia loli lisilo kuhusu? Agenda za ACT dilini. Chadema waacheni majukumu yao. ACT dilini na mambo yenu. Yaani nyinyi mmeshindwa, hata Salum Mwalimu kawashinda. Salum Mwalimu anaendesha chama chake vizuri na kijana wake nani anaitwa nani yule? Yeriko. Wanaendesha chama chao vizuri. Nilitarajia ACT itakuja kushika nafasi ya pili, lakini ni majanga, matatizo, ni msiba uliotukuka. Ado Shaibu, leo unakosa hoja. Bungeni unasimama unazungumza maneno yasiokuwa na kichwa wala miguu. Eti juzi unaniposti mimi. Njoo na hoja tuzungumze kwa hoja. Nimeona barua ya msajili wa vyama vya siasa peji zaidi ya 3, peji 5 nimeziona zikiwarima maswali ya msingi ambayo Chadema wanatakiwa wajibu hoja kwa msajili wa vyama vya siasa. Kwa nini? Wajibu kwa nini wasifungiwe? Kwa nini chama kisifutwe? Naomba mimi niwaambie, kwa utashi wangu mimi ningekuwa na mamlaka wala nisingehangaika kuwahoji, kwa sababu Chadema wamekiuka vipengele vingi vya usajili wao. Yaani Chadema wamekiuka vipengele vingi vya usajili wao, manake kingetakiwa kifutwe, wala hamna mjadala. Ni kweli nimemwona
jamaa mmoja Zitto Zuberi Kabwe anajipendekeza kwao, akishajipendekeza wanamtukana. Lakini ukweli ni kwamba Chadema, kwa kauli yangu mimi Joseph Yona wa Chalinze, ifutwe wala ilitakiwe, kwa sababu Chadema wana kiburi. Every time wamekuwa wanafanya fujo kwenye serikali, wamekuwa wakikiuka misingi na maadili ya usajili wao. Kwa vyama vya siasa vina misingi. Huwezi kuniambia mtu ni msajili wa vyama vya siasa, yule ndio mlezi wa vyama vya siasa, na kuna maadili na code of conduct ambayo imetolewa kwenye kila chama cha siasa inatakiwa ikifuate. Lakini Chadema wamekuwa wakikiuka misingi, na ndio utaratibu wao. Yaani mimi nilikuwa mule ndani zaidi ya miaka 14. Mimi nimekaa Chadema miaka 14. Naomba niwaambieni waandishi wa habari, Chadema mipango yao yote wanatengeneza, wanajua kwamba hata wakifanya kiburi cha aina gani, hata wakitukana tusi gani, hata wakifanya kitu chochote ambayo kinakiuka masharti ya msingi ya sheria ya nchi, hawafungiwi, kwa sababu wanaamini watasema demokrasia, uwaji wa demokrasia ndio kilio chao ambacho wanataka kufanya. Lakini in reality lazima serikali isimamie misingi. Mimi naomba niwaambie waandishi wa habari, mimi nilifurahi kitendo cha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kumkamata Lissu. Yaani ile ndio serikali inatakiwa iwe. Serikali huwezi kuangalia mitandao ya kijamii nasemaje na wewe kaendana na mitandao ya kijamii. So mitandao ya kijamii watu 1000 comment, unahangaika nazo nini? Lazima serikali ichukue maamuzi magumu, na ndio maana mimi waandishi, ukiniuliza swali tu kwamba unaonaje pamoja na misingi ya kidemokrasia, Chadema inatakiwa ifutwe. Tena inatakiwa imefutwa siku nyingi, kwa sababu hiki chama kadri wanavyoendelea kukiacha, na kwa sababu walikuwa wanatengeneza misingi yao kwa ajili ya kupata hela kutoka nje, wao wanatengeneza migogoro, na mwisho wa siku serikali, mnaona kilichotokea Oktoba 29. Hawa Chadema ndio wameorganize. Achana na hayo mambo mengine ya kumkiuka msajili wa vyama vya siasa, achana na hayo mambo mengine ya kukiuka taratibu za vyama vya siasa, achana na hayo mengine kukiuka mataratibu za kisheria. Migogoro, wanatoka mahakamani, mahakama inaendelea, wanatoka wanaongea na vyombo vya habari badala ya kusubiri mahakama itafasiri. Yani wanakuwa kama wanailazimisha mahakama, wanamlazimisha msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo ningekuwa ni swali moja mnaniuliza, Yona unasemaje, ningesema Chadema ilitakiwa imeshafutwa siku nyingi. Chadema ilitakiwa hiyo imeshafutwa siku nyingi, wanaidekeza tu. Na nasema Chadema imeendelea kudekezwa muda mrefu sana. Chadema imeendelea kudekezwa muda mrefu sana na serikali. Lakini ni reality, ukiukaji wa misingi ni mkubwa. Chadema wanakiuka msingi, kila taratibu za kiserikali wanakiuka. Wao wanajiona ni mwamba. Wao wanajiona wanaweza kutukana kila mtu tu. Wao wanajiona wanaweza kusema lolote tu. Wao ni wakina nani katika nchi hii? Kwa hiyo ndio maana mimi nawaambia waandishi wa habari, ilifikisheni kama lilivyo. Andikeni hivi, Joseph Yona wa Chalinze anasema Chadema ilitakiwa hiyo imeshafutwa. Sio ifutwe, ilitakiwa hiyo imeshafutwa. Kwa hata haya majibu serikali, na namuomba msajili wa vyama vya siasa, naomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, iwapo Chadema isipojibu kwa kiburi kile, wafuteni. Tuone Watanzania watafanya nini. Watanzania wote, mimi napigiwa simu na watu wengi sana. Mimi nafanya hizi harakati. Mimi naomba niwaambie, mimi nafanya hizi harakati. Nafanya harakati za kutetea nchi hii. Nafanya harakati za kuhangaikia maisha ya watoto wangu. Nafanya harakati za kuhangaikia maisha ya Watanzania. Niwaambieni, Watanzania wengi wananipigia simu, wananitumia message walivyoona barua ya msajili imechelewa. Imeandikwa tarehe 7, jana ndio tumeiona mitandaoni. Ilivyofika Watanzania wananiambia tunashukuru walifute hilo lichama, maana lilitulia watoto wetu. Tunashukuru watoto wetu wameumizwa. Tunashukuru linasababisha sisi tupate matatizo. Nchi yetu inahitaji kuwa nchi ya kistaarabu. Leo wakiingia bungeni ni migogoro, kutukana tu. Hakuna kitu chochote cha msingi. Wanaharibu bunge, wanaharibu sheria, wanaharibu taratibu. Kwa hiyo mimi naendelea kusisitiza, ilitakiwa iwe imeshafutwa. Sio ifutwe, ilitakiwa. Naomba muandike hivyo. Yona anasema sio ilitakiwa iwe imeshaondoka kabisa kwenye uso wa Tanzania hii. Kwa sababu viongozi wao wanajidai ni kiburi, jeuri. Lazima waondoke. Niwaambie kitu kimoja waandishi wa habari ambacho mtakishuhudia, kwa sababu hawa jamaa kila kitu kikifanyika wanakuja na kitu kipya. Mmeona juzi kwenye tume ya uchunguzi wametoka na picha, wamewatukana wakina Jaji Chande, wametukana viongozi wa tume. Sasa najua sasa hivi wanachukua ile picha ya msajili wa vyama vya siasa, hasa Nyehoza na msajili wa vyama vya siasa, wanaanza kuiposti na kuitukana. Kwa hiyo yale matusi mlioyaona kwa ajili ya tume ya uchunguzi, matusi 300, mtayaona tena
kwa mwenyekiti wa tume ya msajili wa vyama vya siasa. Yaani yale matusi mliona kwenye tume ya uchunguzi mtayaona kwa msajili wa vyama vya siasa. Sasa ndio maana nasema serikali isiogope, serikali ichukue maamuzi magumu kwa sababu tu wamechelewa kukifungia hiki chama. Kwangu mimi kilitakiwa kiwe kimeshafungiwa, lakini kwa sababu serikali imechelewa, basi ninaomba serikali ichukue maamuzi magumu. Hiki chama kikichelewa kutoa majibu yale yaliyoulizwa na msajili wa vyama vya siasa, kifungiwe, wala hamna mjadala tena. Mimi niwaambieni Chadema, mimi nikiongea mambo napongezwa na Watanzania mamilioni kwa mamilioni. Watanzania wananipigia simu, wananiambia Yona big up, Yona unafanya kazi nzuri, Yona wewe ni Mtanzania. Achana na watu wa kwenye mikutano, watu wengine wanajioni wanaamua kupumzika, wanakuja kwenye kuangalia mpira, wanakuja kuangalia vyama vya siasa vinavyosema wataenda CCM, wataenda ACT, wataenda Chadema. Kwa hiyo wakiona watu wamejaa kwenye mkutano wao na wakati mwingine wanatumia AI kuongeza watu, idadi ya watu, basi wanajiona kichwa kinavimba. Lakini ni reality, nawaambieni, serikali chukueni maamuzi magumu. Hichi chama kitatufikisha pabaya. Kwenye mikutano ya Chadema wanatumia AI kujaza. Kwani ukuona mkutano wa Arusha, ukuona mkutano wa Bunda, ile si AI? Wakati muarifu namba 2 yuko Bunda, walitumia AI kwenye mkutano wake. Wakati muarifu ni John Heche namba 2, namba 1 si yuko gerezani Ukonga, namba 2 si John Heche. Wakati muarifu namba 3 yuko Mbeya anahutubia mkutano. Uliona mkutano ulikuwa umekomea wapi? Wakaongeza AI, wakaongeza mkutano wao. Ukiangalia vile vichwa unaona vinafatana, vinarudia. Lakini AI hiyo wameitumia Arusha kwa muarifu mwingine. Kwa hiyo mimi nasema hivi, sasa hivi Chadema pamoja na mitandao ya kijamii, kwa sababu wamekosa watu kwenye mikutano yao, wanatumia AI kwa ajili ya kuongeza idadi ya watu kwenye mikutano yao. Hawatoboi. Na vile hata ukipata idadi ya watu haikusaidii chochote. Sisi tunaangalia una wabunge wangapi, una viti wa serikali wangapi, na una madiwani wangapi. Kama wewe sio chama, wewe ni muhuni. Na ndio maana kwa uhuni huo, kwa sababu walishalikoroga Oktoba na wakushiriki uchaguzi, sasa hivi wanaamua kuvuruga tu. Wanamvuruga msajili wa vyama vya siasa, wanamvuruga tume ya uchunguzi, sasa wanaamua kutukana kila mtu.